Karibu mtazamaji wa Kishamba TV. Mimi ni Teddy Tino, nyuma ya kamera ni Claudio. Tunatazama timu ya taifa ambako hapo jana imeelekea kule Tunisia kwa ajili ya maandalizi ya mchezo ule wa kufuzu AFCON dhidi ya Algeria. Nipo na Master Tindo, nataka tukapate maoni yake namna ambavyo amekitazama kikosi ambacho kimetajwa na kocha Adel Amrouche, lakini pia faida ya kwenda kuweka kambi kule nchini Tunisia. Bwana Master. Naam. Mko vizuri? Ya, alipo vizuri. Mambo yanakwendaje? Mambo yanakwenda kama yalivyopangwa. Jambo jema zaidi. Kikosi cha timu ya Taifa Stars umekiona? Ya, nimekiona. Maoni yako? Ni kikosi kizuri. Kikosi kizuri cha timu ya taifa this time. Na kikosi mwalimu ametangaza kuna maingizo mapya. Lakini kuna wachezaji ambao wamekuwa ni wazoefu katika kikosi cha timu ya taifa. Lakini pia kuna wachezaji ambao wanaingia na kutoka, ingia toka, na pia amejumuisha. Lakini ninachoona kwamba ni kikosi kizuri, kina mchanganyiko mzuri. Ukiangalia katika goalkeeping, kuna goalkeeper mzoefu pale, wawili wa goalkeeper wazoefu. Nazungumzia Kakolanya, Beno pamoja na Metacha. Johora naona ni kwa mara ya kwanza anaitwa kikosini. Na ukiangalia katika upande wa mabeki, wengi walichaguliwa ni wazoefu, hasa mabeki wakati. Unaona kuna Mamnyeto, kuna Baka, kuna Banda, kuna Jobu, wazoefu, viungo halikadhalika washambuliaji. Ni kikosi kile lakini kuna maingizo mapya, lakini kuna baadhi ya wachezaji pengine unahisi wangestahili kuwepo katika kikosi, lakini mwalimu hakuwajumuisha kutokana na sababu zake. Lakini kikosi general sio kibaya sana. Kimebalance kwa namna ambavyo umekitazama wewe? Ya, kimebalance. Wachezaji 25 wamebalance. Na ujue mwalimu anaita kikosi, anachagua wachezaji kutokana na kile ambacho anaamini yeye kwamba anaenda kutumia mfumo huu na wachezaji hawa wataenda kufiti katika mfumo. Na kuna wachezaji wengine wanaanza kuona kwa nini ameachwa, wanaanza kujiuliza sababu zake za kuacha. Lakini kama tungekuwa tunachagua timu ya taifa kwa kupiga kura ama kwa maoni yetu, yani tunavyoona kwa mtazamo wa kwanza, kuna baadhi ya wachezaji ungeuliza kwa nini wanaachwa. Kwa mfano, katika kikosi ukiangalia hakuna natural fullback. Yani mchezaji ambaye pengine ni fullback by nature. Ila mpira kwa sasa unaweza kwa yes of course sio fullback by nature, au kutumia mifumo tu ya uwanjani ukapanga, na hata kwa sio fullback akashika nafasi. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini mtu kama Kapombe, Shabalala hawapo kikosini, kiungo kama Faisal Salum hayupo kikosini, goalkeeper kama Ali Salim kwa nini, na mchezaji kama mshambuliaji kama Kevin John kwa nini hayupo kikosini. Nikianza kwa upande wa mafullback hao wawili, Kapombe pamoja na Shabalala, ukiangalia trend yao tangia aje huyo mwalimu, unaona hawana bahati na mwalimu. Hata mara ya kwanza wachezaji hawa waliachwa na mwalimu huyu. Lakini baadaye wakaja kucheza vizuri sana katika ilikuwa Champions League na klabu ya Simba. Na yeye alikuwa uwanjani, akashuka pale chini. Kuna picha fans zisambaa sana. Kapombe pamoja na Shabalala wanaongea na mwalimu, na baadaye pale wakajumuisha kikosini. Na kwa nini kila siku tunasema Shabalala, siku Kapombe, hamna wengine? Sisi tunafuatilia mpira, tunaangalia ligi. Ukiangalia mabeki wa Kitanzania wa kulia, Shabalala, Kapombe huwa anafanya vizuri sana katika klabu ya Simba, katika ligi ya nyumbani mpaka kimataifa. Hata ukiangalia takwimu inawabeba. Current form pia inawabeba. Wachezaji wengi ama fullback wengi wa timu nyingi sana wanaocheza ligi kuu ya Tanzania, kwa Watanzania hakuna mafullback ambao pengine wamefika namba ya mafullback yao. Ndio maana tunahoji kwa nini hawa wanaachwa. Lakini wakati fulani alikuwa anamjumuisha beki wa kulia wa Young Africa Shomari Kibwana, lakini Shomari Kibwana sasa hivi naona amepoteza namba pale Young Africa, pamoja hajakuwa regular sana kama alivyokuwa msimu uliopita. Pengine anaweza kumwacha kwa sababu hiyo. Na kwa upande wa fullback, lakini kiungo kama mfano Faisal Salum Abdalla, ukiangalia kwa sasa ni kiungo ambaye ameingia kikosini Azam. Utashangaa kwa nini wakati ule alimuita, wakati wa kwanza kabisa wakaleta call up ya kwanza, alimjumuisha kikosini. Na wakati ule alikuwa kama miezi 5 ama 4 hajacheza kabisa mpira wa ushindani, hakuwepo katika timu yake Young Africa by then, lakini mwalimu alimuita. Na tuliona hakufanya vizuri kwa sababu kweli miezi 4 miezi 5 unakaa bila kucheza timu inakuwa shida. Lakini kwa sasa Faisal amepata timu,
anacheza na michezo yote aliyocheza Azam kuanzia pre-season mpaka mashindano, Faisal amecheza. Hajarudi katika kiwango kile bora ambacho alikuwa nacho Faisal, lakini ni bora kuliko yule ambaye alimuita mara ya kwanza. Kwa nini hajamuita? Pengine ana sababu zake, lakini unaweza kuhoji mchezaji kama mfano katika kuita, unaona mchezaji kama Jonas Gerard Mkude, labda mimi ukimwangalia tangia msimu uliopita hakupata game time akiwa Simba, na alipokuja Yanga bado hajapata ile, hajachanganya. Ukipiga hesabu ndani ya miezi 6 ama miezi 4 ya mwisho, ukikalculate time ambayo ametumia Mkude akiwa uwanjani, haupati zaidi ya dakika 100. Yaani leo ameingia dakika 10 za mwisho, kaingia dakika 8, kaangapo kujumlisha ndio kupata. Kwa hiyo game time Mkude hajapata ya maana. Na hujasema kabisa Mkude kawasha. Hapana. Lakini mwalimu amemuita, pengine ameona kitu. Kwa mchezaji kama mfano Kevin John tuliamini kwamba hawa kina Samata ambao wamekuwa regular katika national team, wakiondoka hawa nani watawarithi kina Samata wengine na kina nani? Ndio maana watu wakapambana kuhakikisha kama kina Kevin John wanatengenezwa, wanakuwa mbadala wa Samata. Hata kitu timu ya taifa, hata kama achezi, lakini kuna vitu vingi sana anajifunza kwa masini ya hawa. Na huyu ni mchezaji bado mdogo na tunamtumaini. Yupo nje, anajaribu, anapambana, lakini mwalimu katika mechi muhimu kama hii amemdrop. Psychologically itakuwa inaweza kumuaffect, lakini pia ikamkatisha tamaa. Mimi binafsi ningemuita hata kama nisingekuja kumtumia. Ile kuwa kwa mfano anacheza nje, kumjengea heshima na mwenyewe, kwa sababu unajua ukiangalia katika washambuliaji ukatoka na Samata, kwa haraka utamtaja Kevin John. Pengine unaona kama huyu baadaye ndio kusaidia. Itakuwa hazina ya taifa kwa wachezaji ambao wapo. Hajamjumuisha. Pengine ana mawasiliano, labda kuna chochote kimetokea. Lakini nazungumza katika hali ya kawaida na ufundi wa kawaida. Golikipa kama Ali Salim nilizungumza michezo ya mwisho robo 3 ya msimu uliopita, michezo ya mwisho akiwa Simba, alidaka vizuri sana, kuna mechi kubwa alikuwa golini, na msimu huu tangia ameanza akapata muda mwingi sana akiwa golini. Naweza kusema umri mdogo, lakini pia naye anajifunza. Kuna Metacha, kuna Kakolanya. Of course hao ni bora kuliko Salim, lakini uwepo wake na maana kwamba unamkuza na kuanza kumjenga sasa, na yeye ajione kwamba mimi napaswa kufanya hivi na kujifunza. Kwa hiyo nadhani ingekuwa nini. Johora hajapata muda mwingi sana golini, amecheza mechi 2 vizuri hizi za ligi kuu msimu huu akiwa na timu yake. Pengine mwalimu ameona kitu ndio maana akamuita, lakini kuna timu ya sasa na timu ya baadaye. Kwa kuwaita hao vijana wadogo unalenga kwa timu ya baadaye wajifunze kutokana na sasa. Lakini kija jeno katika mchezo wenyewe, mchezo must win game kwa Tanzania, yani wapate alama angalau moja ili wafuzu. Kwa timu ya taifa ya Algeria wao wameshafuzu, hawana cha kupoteza, lakini wenzetu wanakwenda kwa kujiandikia historia na kuweka mfululizo wa kupata matokeo bora katika michezo. Kwa hiyo asia sana na wao wakakaza, wakasema labda wamefuzu au tokaza. Hapana. Tumeangalia mchezo dhidi ya Uganda, walikuwa wamefuzu, lakini waliwakazia na kuwafunga magoli 2 kwa 1. Kwa hiyo bado tunaona Nigeria inaweza katika kikosi cha ushindani, ama hata wale wachezaji watakao kuja wakatafuta ushindani kusudi nao kujihakikishia pengine mwalimu atawaita katika kikosi cha mwisho kitajumuishwa kuelekea katika michuano ya AFCON itafanyika mwakani kule Ivory Coast. Kwa hiyo mchezo huu wa upande mmoja sisi tuna uhitaji zaidi na pressure ipo kwetu. Na kama sisi tuna pressure tusipoteze wala tupate matokeo yaliyochanya, aidha sare ama tuwafunge. Kwa hiyo pressure ipo kwetu kwa sababu hawana cha kupoteza, watakuwa relax. Bado naiona Tanzania inaweza kupambana, lakini kiuhalisia katika makaratasi matokeo bado itabakia Nigeria, lakini katika mpira yanaweza katokea. Kwenda kambini mapema, umezungumza swala kwenda kambini mapema, ni vizuri kwa sababu wiki moja ya maandalizi kabla ya mchezo tarehe 7 itakuwa vizuri. Wamezoea hali ya hewa, wamekaa pamoja kwa muda mrefu. Najua hapa muda mrefu timu ya taifa haijakaa pamoja. Kwa hiyo taifa itakaa pamoja kwa muda mrefu, mwalimu kuwazoea, kuwapa mbinu kuelekea katika mchezo dhidi ya Algeria. Lakini ninachoona Mungu asaidie tupate kilicho bora, tuingie katika hii AFCON 2024. Master, umemaliza kila kitu, asante sana. Karibu tena. Asante bwana mtazamaji, huyo ni Master Tindo akitupa maoni yake juu ya Taifa Stars, lakini pia juu ya kambi ambao wamekwenda kuiweka kule Tunisia. Tusubiri tuone kile ambacho kitajiri na tuendelee kuiombea timu yetu ya Taifa Stars. Mimi ni Teddy Tino, nyuma ya kamera ni Claudio.